Hujambo mtazamaji popote ulipo, nikitumai jioni yako inakwendea vyema kabisa. Leo ni siku ya Jumapili tarehe 31 mwezi ukiwa ni Oktoba, yani siku ya mwisho ya mwezi huu wa Oktoba mwaka 2021. Karibu kwenye kipindi cha siasa za kanda, ambapo siku hii ya leo bila shaka tutakuwa tunajadili zaidi swala la mapinduzi ya serikali hususan hapa barani Afrika, na pia tukitupia mifano kuhusiana na kile ambacho kimeendelea, yani baadhi ya mataifa ambayo yaliangukia kwenye mapinduzi hayo. Itakumbukwa siku 7 zilizopita, ikiwa ni siku ya Jumatatu, pale Sudan ilirudi tena mikononi mwa utawala wa kijeshi, hasa baada ya serikali kupinduliwa na jeshi kuchukua tena himaya, ama mapinduzi yale ambayo yalipelekea kwamba jeshi litakuwa sawa naongoza katika nchi ile, huku kuna majadiliano yanayoendelea. Kilichofuata ilikuwa ni kuwazuia baadhi ya viongozi wake wa kiraia, yani kumaanisha ule utawala wa kiraia umesimamishwa kidogo, kumaanisha katiba haitumiki na jeshi linatumia hivi sasa nguvu yake kutawala nchini pale. Hata hivyo mtazamaji, wacha nikupe historia kidogo tu kuhusiana na baadhi ya mataifa ambayo katika siku za hivi karibuni kumekuwa na ujio wa mapinduzi ya serikali. Mataifa ya Sahara hapa ni mataifa ambayo yako maeneo ya magharibi mwa nchi. Haya yameshuhudia mapinduzi ya serikali 80, huku kukiwa na majaribio ya mapinduzi ya serikali 108. Hapa nakupatia historia kutoka mwaka 1956 hadi mwaka 2001, ambapo kumekuwa na mapinduzi 80 katika mataifa mbalimbali, na vile vile majaribio 108 ambayo yalikuwepo. Tukianza na mapinduzi pale Zimbabwe 2017, utakumbuka vyema kabisa majenerali wakuu katika jeshi la serikali ile ya Zimbabwe walimuondoa marehemu Robert Mugabe mwaka 2017. Huyu sasa ni marehemu. Waliongoza mapinduzi walitaja kusukumwa kwa sababu kama vile za ufisadi serikalini, umaskini na hata usimamizi mbovu wa serikali, hali ambayo iliyopelekea raia ama jeshi kuchukua hatamu. Vile vile kulifuatia pia mapinduzi ya Guinea ambayo yalifanyika mwaka huu Septemba tarehe 5 pale 2021. Kanali Mamadi Doumbouya, huyo hapa alizaliwa ama alitawazwa kuwa rais wa mpito nchini Guinea chini ya mwezi baada ya kuongoza mapinduzi ya serikali ya rais anajulikana kama Alpha Conde kama sijakosea. Kanali Doumbouya mtazamaji alikuwa ni mlinzi wa Rais Conde ambaye ana miaka 83, na alichukua hatamu za mamlaka kutokana na kiwango cha ufisadi, ukiukaji wa haki za kibinadamu na vile vile usimamizi mbovu wa uchumi, kumaanisha kwamba viongozi barani Afrika hawaangalii sana masuala ya uchumi, bali ubinafsi wao ndio unakuwepo na kupelekea kuwepo kwa mapinduzi. Serikali ya Guinea pale tukiwa bado tupo, anasema kwamba anatoka huyu Kanali Doumbouya, kumradhi, anatoka katika ukoo wa Malinke. Huu ni ukoo ambao unapatikana sana katika maeneo ya mashariki mwa taifa la Guinea, sawia na rais aliondolewa ambaye Rais Conde alikuwa anatoka katika ukoo ule. Tuje katika mapinduzi ya serikali ya Sudan ambao walifanyika wiki iliyopita. Kama nilivyokuelezea, ni majenerali wale wa kijeshi ambao waliipindua serikali ya Omar Hassan al-Bashir mwaka 2019. Bashir aliongoza pale miaka 30 kama inavyotambulika. Jeshi na viongozi wa raia wamekuwa wakiongoza tangu kuondolewa kwa Bashir. Ugavi wa mamlaka ulifuatia mtazamaji, na unatarajiwa kupelekea uchaguzi mwaka 2023, lakini hilo halikufanyika. Septemba 21 kulikuwa na jaribio jingine kutoka kwa wandani wa rais wa zamani Bashir. Kiongozi wa wakati wa taifa ambaye ni Abdalla Hamdoka pamoja na mawaziri wanazuiliwa na jeshi nyumbani kwao. Mtazamaji, kipindi cha leo tutakuwa tunaangazia zaidi ujio huu mpya wa mapinduzi ya serikali barani Afrika, hasa wakiongozwa na wanajeshi. Unamaanisha nini? Ni kipi kimekosekana? Na je, kusonga mbele ni kitu gani ambacho kinahitajika kufanyika ili kuhakikisha kwamba mambo kama haya hayatokei kabisa? Bila shaka ni ujio mpya huo wa mapinduzi ya serikali, na hapa studio ninaye Daktari Man. Karibu sana katika studio zetu. Ni mtaalamu masuala sera za kimataifa na pia bado anaendelea kusoma, na pia zaidi uliniambia unafanyia utafiti ujio huu mpya wa serikali kupenduliwa hapa barani Afrika. Karibu sana katika studio zetu. Asante sana. Moja kwa moja, tuko wapi Afrika katika masuala haya ya uongozi ambao ni uongozi ambao unaofuata maadili vyema, uongozi mzuri na uongozi ambao raia ndio unakuta wanaupelekea ama wanausukuma wenyewe? Kwa mtazamo haraka
ukitizama kwa hivi karibuni, mwongo mmoja uliopita, kuanzia 2010 hadi sasa hivi 2021, kumetokea na trend mpya ambayo kidogo inatukatisha tamaa katika mwenendo mzima wa kuimarisha na kukuza demokrasia katika bara letu la Afrika. Ukitizama kwamba kumekuwa na majaribio ya kupindua nchi na majaribio ya jeshi kupindua nchi katika mataifa tofauti tofauti. Zamani tulikuwa tunaona majaribio yalikuwa yanafanyika sana Afrika Magharibi, lakini kwa sasa tunaona majaribio na pia mapinduzi mazima ya kijeshi yanafanyika kabisa katika mataifa ambayo hata ni mengine tulikuwa tu hatutegemei. Ndio, kwa hiyo ni hali ambayo ni kidogo inatutahadharisha na inatufanya tuogope mwenendo mzima wa demokrasia barani Afrika. Daktari Nicodemus, nimeona kwenye utafiti ambao niliufanya, nimeona kwamba mojawapo ya sababu kuu ambayo inayopelekea kuwepo na mapinduzi ni usimamizi mbaya kwanza wa serikali. Wengine wanasema usimamizi mbaya wa uchumi, kumaanisha licha ya kwamba Afrika inaendelea kusonga mbele, ina utajiri mkubwa, lakini ni kana kwamba rasilimali zake hazisimamiwi vyema. Ni ukweli. Ukitizama majaribio na mapinduzi ambayo yameshatokea hivi karibuni, wanakuambia, mfano wao wanajeshi wanakuambia kwamba wanataka kuleta demokrasia ambayo imekuwa ikipotea. Lakini ukitizama pia kuna hali duni sana ambayo imekuwa ikitokea katika mataifa haya, ikiwemo mfumuko wa bei wa vyakula, pamoja na hali ya kiusalama, na pia demokrasia pia kuzorota. Kwa hiyo ukiangalia mwenendo, yani trend, unaona kwamba wanajeshi wanataka kupindua serikali ili waje waimarisha na kurudisha hali ya demokrasia, ambapo watafiti na wataalamu wa masuala ya demokrasia na democratization wanakuambia huu ni mwenendo mpya ambao kidogo unabidi utafitiwe zaidi. Ufanye utafiti zaidi. Wewe kama mmoja wa wasomi, Daktari Nicodemus, umefanya utafiti huu na unaendelea nao hasa. Labda sitaki kujua kiundani zaidi yale ambayo umeweza kupata kutokana na matokeo yake, lakini unakuta tatizo ni nini hapa? Ukiangalia unakuta kabisa hizi serikali ambazo zimeingia madarakani kwa njia za kidemokrasia, mara nyingi kwa kupitia mifumo ya uchaguzi, unakuta baada ya miaka kidogo wanaanza kujisahau na wanaanza kuingia katika utawala wa kiimla, yani utawala wa kidikteta. Ukitizama kwa mfano Alpha Conde na pia huko nchini Mali, ukitizama kwa muda baada ya kuchukua nchi, unakuta wanaendeleza siasa ambazo kidogo ni za kiupendeleo ama siasa za kiimla. Lakini zaidi ya yote unakuta kwamba katika mataifa mengine ambapo nadhani hata watu wengine hatujayataja, unakuta kwamba serikali ambazo ziko madarakani zinataka kuongeza muhula. Kwa mfano unaweza kutumia mfano mzuri wa Burundi. 2016 kulikuwa kuna marehemu Pierre Nkurunziza alikuwa anataka kuongeza muhula wake muhula wa 3, na kuna majaribu. Kwa hiyo unakuta na mifano mingine ambayo tunaweza kuitaja. Kwa hiyo kuna sababu tofauti ambazo zinapelekea hawa wanajeshi kutaka kupindua nchi na kutaka kuleta ule utawala wa kidemokrasia, lakini kwa njia ambazo wanatumia mtutu wa bunduki. Lazima yani. Ndio. Tuje kwenye baadhi ya mataifa na nitakutajia mengine. Tumetaja tu machache pale kama vile Sudan, Zimbabwe na hata maeneo kama ya Guinea. Kuna taifa la Niger hapa. Niger limekuwa na majaribio kadha wa kadha katika kuhakikisha kwamba serikali iliyopo inaondolewa madarakani na vitu kama hivyo. Kwa upande wako, unadhani ule muingilio pia wa mataifa ya nje ama ushawishi wa mataifa ya nje katika usimamizi na tuseme utawala barani Afrika unaathiri sana? Hakika kwa sisi wataalamu wa masuala ya kimataifa, huwezi kuepukana na dhana kwamba kuna ule muingiliano ama influence ya mataifa ambayo ni ya magharibi. Ukitizama mataifa ambayo kidogo ni ya magharibi, kuna ule muingiliano sana na taifa la Ufaransa. Unakuta kwamba kuna maslahi ambayo wanataka kuyatekeleza katika mataifa haya. So unakuta mara nyingi kutakuwa kuna hiyo influence. Na sio tu mataifa ya bara Afrika ya magharibi, lakini hata ukitizama
hili lilotokea juzi la Sudan. Ndio. Ukifanya uchambuzi wa kina unakuta kwamba kuna mwingiliano wa mataifa ya Uarabuni na Waarabu wenyewe wako, wa Katari, wa Saudi na kadhalika. Na hii inaonyesha dhana nzima kwamba kuna mwingiliano, yani kuna interest ya mataifa ya nje ambayo kwa namna moja ama nyingine yana maslahi yake katika taifa hili, ambao unakuta labda wanataka kumweka kiongozi wao, na hii sio ijaanza tu hivi karibuni. Ukitizama kwa kina historia mataifa ya Afrika Magharibi, kuanzia ukikumbuka kwamba mapinduzi ya Togo ya mapema mwaka 60 wakimuondoa Silvanus Olympio, mapinduzi ya Gabon ya kuondoa rais wa kwanza, na utaona kabisa kuna mkono mkubwa zaidi wa taifa la Ufaransa katika masuala haya. Daktari, kwa nini iwe hivi? Wakati haya ni mataifa, ndiyo tulikuwa ukoloni wa mbeberu, kama iwe ni Ufaransa, Uingereza, Ubelgiji na kadhalika, lakini himaya tumezichukua, zile silaha, zana zetu tuko nazo, tuna nguvu sisi wenyewe. We are a sovereign countries here in Africa. Inakuwaje tunakuwa na muingilio kutoka kwa mataifa ya nje? Wanataka nini hasa? Ni vizuri kwamba kudhania kwamba tuna uhuru wa kiasi hicho. Nakumbuka wataalamu wanasema kwamba ndio tulipata uhuru, lakini labda ulikuwa ni uhuru wa bendera na unakuta labda ule uhuru wa kisiasa haukuwepo sana. Maana unakuta mataifa yetu mara nyingi sana, yani asilimia kubwa tunapata misaada ya kifedha, misaada kadhalika. Lakini hiyo ni dhana moja. Lakini pia tuwezi kuondokana na ile dhana kwamba tunakuwa na ile legacy ya ukoloni, the post-colonial legacies ambayo mataifa, kwa mfano mataifa ya magharibi mwa Afrika, ule mwingiliano wa ile colonial legacy ni mkubwa sana. Unakuta kwamba ni ngumu kuondokana na huu mwingiliano. Ivory Coast tunajua, tunakiangalia taifa la Togo tunajua mambo kama hayo, na sehemu nyingine. Kwa hiyo nadhani kwa kuweka kiufupi hii dhana zima ya legacy ya ukoloni, pamoja na mataifa yetu kuwa na uchumi ambao kidogo yanategemea sana mataifa haya, unakuta kuna hii athari ambayo tunaiona sasa hivi. Tuzungumzie swala la rasilimali kabla tuja kwenda sehemu ya Shad kule, tujue pia kilichotokea barani Afrika. Bara la Afrika kuna rasilimali za kutosha. Kuna madini ya aina mbalimbali ambayo huishilizia kwenye masoko ya kimataifa kule na kadhalika. Je, hii huenda ikawa pia ni mojawapo ya kufanya baadhi ya serikali ama mataifa kuonekana kwamba yako legevu kiasi, ndio wachukue advantage ya kuweza kuchukua kile ambacho ni mali ya raia Afrika? Mzizi wa matatizo ya Afrika, of course, watu tunapenda sana kusema kwamba tuondokane na idhana kwamba sasa tumeshapata uhuru tuangalie mbele. Lakini hatuwezi kuepukana na kwamba bara la Afrika ni bara ambalo limejaliwa sana rasilimali, raw materials ambazo unakuta zinatumika, zinapendwa sana na mataifa ya ugaibuni. Na kwa namna moja ama nyingine unakuta maslahi ya mataifa haya yanapelekea kutaka labda kubadilisha uongozi ama na mambo mengine. Lakini sitaki kujikita sana katika swala hilo, nikijua kwamba pia mataifa bara Afrika yanaweza kujinasua katika mtego huu na kutaka kujitegemea. Kuna misingi, kuna taasisi kama mfano ya Umoja wa Afrika na taasisi zingine ambazo zinataka kabisa kutoa ule mzizi na chains, ile minyororo ya ukoloni na kutaka kujitegemea wao kwa wao. Kwa hiyo tusitake sana kulaumu mataifa ya magharibi, lakini pia tunawezaje pia kujinasua na kuendekea mbele. Kabla ya kwenda Shad, pia tuzungumzie pia kwenye hili swala lingine ambalo ni la msingi sana. Ndio mataifa yanajiendeleza kivyake, yanajisimamia licha ya ushawishi ama influence ulioko kutoka kwa mataifa ya nje na kadhalika. Turudi katika sehemu ya Sudan pale. Ilikuwaje mpaka ikajipata pale? Je, ni historia zile za jadi ama uongozi wake ambao umekataa kujiondoa na kusalia pale ndio mojawapo ya sababu hizi? Kabla tujatizama swala la sasa la Sudan, nadhani ni vizuri kuipatia muktadha kidogo. Ukiangalia majaribio ya kwanza ya kupindua
serikali ya Sudan ilikuwa mwaka 1958 ambapo ni miaka miwili tu baada ya uhuru. Lakini kama unakumbuka kumekuwa na huyu rais Omar al-Bashir ambaye amekaa madarakani kwa muda wa miaka karibia 30 na alikuja katika serikali kwa mapinduzi mwaka 1989 na of course tukiangalia hali ya kisiasa ya taifa hilo limekuwa panda shuka. Kumekuwa na mauaji ya kimbari huko na Darfur. Na sasa unakuta Omar al-Bashir alikuwa anatakikana na hii mahakama ya kimataifa. Lakini 2019 kulikuwa kuna maandamano ambayo yalichagizwa sana na swala zima la mdororoko katika masuala ya uchumi, hali ya bidhaa kupanda bei. Kwa hiyo ukakuta kwamba wakawa ikabidi aondolewe madarakani kupitia mapinduzi na wakawa wameweka ile baraza la mpito la jeshi pamoja na raia civilian. Lakini pia unaona kwamba kumekuwa na sintofahamu na kwamba watu walikuwa wanasema kwamba hata wakijadili kwamba watataka kufanya uchaguzi mwaka 2023. Lakini unaona kwamba kuna tatizo kubwa Sudan ambalo lilikuwa tulikuwa lina boil, na kwamba sasa hivi tunavyoona ni hali ambayo ilikuwa tu ambayo tunaitegemea. Ndio hili jipu kwa mataifa ambayo hivi sasa labda pia yanakumbwa na changamoto kama hizi, ili lisitumbuliwe na kuwa kama hali ilivyo nchini Sudan, mataifa ya bara la Afrika yanahitajika kufanya nini hasa? Kwa sasa tukubali kwamba kuanzia mwaka 1990 kwenda juu kumekuwa kuna mabadiliko makubwa sana ya kidemokrasia. Nchi ambazo zilikuwa zina mfumo wa kiimla ziliingia katika mfumo wa kidemokrasia katika sisi tunaita kitaalamu third wave of democratization, kwamba mataifa yameanza sasa kufanya uchaguzi na nini. Zile enzi za mapinduzi ya kijeshi kidogo yalipitwa na wakati. Lakini kwa sasa tunaona mataifa yamerudi nyuma sana na zile athari ambazo zinatokana na utawala wa kiimla na utawala wa kijeshi umeanza kurudi, japo sio kwa tunaona mataifa ambayo tumeyataja. Lakini ili kuondokana na hii dhana, lakini inabidi lazima tuangalie misingi ya kidemokrasia ambayo ukiangalia Umoja wa Afrika imeweka kuna protocol moja inaitwa African Charter of Democracy, Elections and Governance, mkataba ambao unaangalia masuala mazima ya uchaguzi na demokrasia nini na nimewekwa misingi hii, yani ni framework ambayo haitaki mapinduzi, haitaki kubadilishwa kwa serikali kufuata katiba na nini. Kwa hiyo hii misingi inabidi iendelee kuzingatiwa na kufanyiwa implementation katika kuhakikisha kwamba misingi ya kidemokrasia, utawala bora pamoja na utawala wa kisheria unaimarisha katika bara la Afrika. Tutarudi baadaye tuangazie swala la hii charter, African Charter, ambayo inahusiana sana na masuala ya usimamizi na hata masuala ya uchaguzi na kadhalika. Naomba nikupe case study ndogo ya Chad. Chad ni taifa moja zuri sana, pia lina utajiri mkubwa, na ingawa pia bado pia wana ule ushawishi wa kutoka Ufaransa na kadhalika. Rais Idris Deby alikuwa pale akiongozwa, akafariki, alafu ukakuta mtoto wake anakuja kuchukua madaraka, hali ambayo baadhi ya mataifa yameweza kufanya hivyo. Yani kuna kuwa kiongozi lakini anapoondoka anampisha mtoto wake. Omar Bongo ni mojawapo pia mfano mzuri, na marais wengine ambao nimeweza kuwataja. Hii dhana ya kutoka familia mpaka kwa familia uongozi barani Afrika, tuichukulie kwa uzito gani? Je, ina faida kwetu kama taifa kusonga mbele, ama uongozi unafaa uelekezwe vipi? Kabla tatujeje kwenye swala la mapendeleo ya kupokezana madaraka, umetaja swala moja zuri sana. Ukitizama mataifa kama Chad, mataifa kama Sudan, kumekuwa kiongozi ambaye amekuwa madarakani amekaa muda mrefu sana. Ndio. Ukiangalia mapinduzi 2017 Zimbabwe, hali ilikuwa hivyo. Mugabe alikuwa amekaa madarakani kwa muda mrefu sana. Kwa hiyo unakuta kwamba kuna kule kuchoka kwa
serikali ambayo iko madarakani kwa muda ule. Unakuta kwamba kumekuwa kuna hali ya ufisadi, hali ya sintofahamu, raia wananyimwa haki zao, haki za binadamu. Unakuta hata vyama vya kisiasa kwa ujumla wanakosa kabisa zile haki zao. Lakini pia nakuja kwenye swala lako la kupokezana madaraka. Hii hali nzima ya kupokezana madaraka imekuwa jambo ambalo ni tete sana kwa bara letu la Afrika. Na sijaanza tu kwa hivi karibuni, mataifa mengi yamekuwa ukiona kiongozi mmoja anakufa, mwingine mtoto wake anakuja na mrithi. Na hii ndio inaleta ile dhana ya kutokuwa na maadili ya kidemokrasia katika nchi. Mimi naamini kabisa kwamba ndio anaweza kuwa na uwezo mkubwa kabisa kupokea kijiti kutoka kwa baba yake ama kwa mama yake au halikadhalika, lakini ni vyema kabisa misingi ya utawala bora ambayo inajikita katika kusimamia sheria na katiba ili kuwezesha watu wengine kwamba watu wengine wengi wanaweza kuongoza. Na ukitizama jipu hili natokana, unakuta kwamba kutokuamini watu wengine, na inaletwa sana sana pia na ukabila. Tunaona inaletwa na ukanda, labda mtu anatoka ukanda huu, hatutaki utawala utoke katika sehemu hii, baki huku. Kwa hiyo hii ndio inakuta ndio inajenga ile mizizi ya chuki, inajenga mizizi ya hali ambayo ni kwa Kiingereza wanaita impunity, na hali kadhalika kutofuata sheria, na hali kadhalika unakuja baadaye unaona athari zake ndo haya mapinduzi tunayaona kwa sasa. Ndio. Umetaja neno demokrasia, nikaanza kujiwazia wakati ukiendelea kutoa kauli zako. Je, demokrasia ni chombo kizuri kwa uongozi barani Afrika, kwa mataifa ya Afrika? Ukiangalia historia kule tumetoka mpaka saizi. Kuna mwanafalsafa mmoja, waziri mkuu wa zamani wa Uingereza, Winston Churchill, alisema kwamba democracy is the worst form of government, lakini hakuna mbadala wake. Lakini unakuta ndio ukweli huu ambao tunasema kwamba demokrasia ina misingi yake. Demokrasia inafuata utawala bora. Demokrasia inafuata kuheshimu sheria. Demokrasia inafuata kuzingatia haki ya kila binadamu. Demokrasia inafuata misingi ya uwiano katika jinsia. Demokrasia ni pana, na inahakikisha kwamba baada ya kila miaka mitano, miaka 10 kwa misingi ya katiba kwamba kuna mabadiliko. Kwa hiyo hii dhana ambayo ni nzuri sana, sidhani kwamba kuna mbadala wake, lakini ni dhana nzuri sana ambayo ukiitizama kwamba ikifuatwa, ukizingatia kwamba kuna ile matako ya kikatiba, mifumo ya kitaasisi, kwamba kuna taasisi ya kibunge, kuna taasisi ya kimahakama, kuna taasisi hivi. Kwa hiyo hii balance ambayo inalitokana na demokrasia, endapo ikifuata, ukizingatia pia masuala mazima ya kufuata katiba, yani ile constitutionalism, ile utamaduni wa kikatiba, nadhani inasaidia sana katika kuimarisha uchumi, maendeleo na hali kadhalika katika mataifa ya barani Afrika na duniani kwa ujumla. Kabla tujakwenda kwenye mapumziko kidogo tu, nitakurudisha nyuma kwa kauli ya Winston Churchill ambaye alikuwa waziri mkuu wa Uingereza pia, badala ya kusema kwamba demokrasia ndio kifaa muhimu ambacho cha kuleta uongozi, ni kibaya, kina changamoto zake, lakini hakina mbadala. Unadhani daktari, ni wakati bara la Afrika likae chini na kuanza kuzingatia kule ambako wametoka, faida ambazo zimepatikana na hata hasara ambazo zimepatikana kutokana na demokrasia, wajitungie mfumo wao wa uongozi kando na kile ambacho maana inaonekana kama huu ni mfumo uliletwa tu tukapewa na utumieni? Mimi nadhani hiyo ni dhana ambayo imechoka. Ama ni mtazamo ambao kidogo saa nyingine naona kama haujafikiri, yani watu hawajafikiria kwa undani kabisa. Hata kama tukileta demokrasia ambayo ni unique kwa bara letu la Afrika, hata hiyo ambayo tunataka tuizungumzia, mbona hata hatujaifuata mpaka sasa hivi? Kulikuwa kuna utawala enzi za mababu zetu, ile kujenga consensus na kujenga ile uwiano na nini kadhalika, lakini pia inabidi kama ni hivyo basi tufuate, lakini kuna ile basic principles, basic tenets za kidemokrasia ambazo kwa mimi ambayo nimesoma masuala ya demokrasia, nadhani kuna
ni universal concept. Ni universal concept ambayo kidogo hata kama tukichukia sana na tukitaka kusema tulete idhana kwamba kuna demokrasia ambayo ni maalum kwa Afrika, nadhani ni hoja ambayo kidogo imechoka, ambayo inatumika na viongozi ambao tuipe fursa demokrasia itekelezwe inavyohitajika. Naam. Asante sana Daktari Nicodemus, bila shaka ambaye tuko naye siku hii ya leo, mtazamaji, tukidadavua masuala haya ya mambo ya mapinduzi ya serikali barani Afrika. Kumekuwa na mapinduzi, hususan ujio mpya. Ana pia utafiti ambao anaoendelea nao kuhusiana na huu ujio mpya wa mapinduzi ya serikali, hasa akiangalia sana hizi kesi ambazo zimepatikana katika mataifa kama Zimbabwe, taifa la juzi tu Sudan hapa, ambapo serikali ilipinduliwa kwa mara nyingine tena, na pia hata ukiangalia sehemu kama Guinea ambao hivi sasa wako chini ya usimamizi wa serikali. Hii inamaanisha nini kwa Afrika? Fursa ni zipi ambazo tunaweza kuja nazo kama bara, tuone kama tunaleta mabadiliko kusonga mbele? Mojawapo ya fursa ni kufuata hizi chata. Maanake kuna ile chata ya Afrika kutoka kwa Muungano wa Afrika ambao nitakuja kuianzia. Sasa tuone tuna fursa gani pale tutapata, na ni kwa nini unapotokea matukio kama haya Muungano wa Afrika mara nyingi unatulia kwanza, alafu baadaye ndio unaanza kutetemeka. Usiende mbali, hii ni Siasa ya Kanda. Nitarudi kwenye muda usiokuwa mrefu.